Sema kwa ujasiri, kuishi maisha matakatifu. Sema tena. Amen. Kuishi maisha matakatifu. Na maandiko ya somo ambayo tutakayokwenda kusoma ni kutoka kwenye kitabu kile cha Ufunuo, ile sura ya 3 kuanzia mstari wa 14 mpaka ule wa 22. Siku moja tuliwahi kuzungumza tena kwa habari ya maisha. Neno maisha ni kuendelea kuwa katika uhai. Kuendelea kuwa katika uhai ni kuendelea kuwa katika uhai, lakini katika utakatifu, usafi wa roho. Na tunapozungumza utakatifu, kuna utakatifu katika muktadha wa aina mbili. Kuna utakatifu wa kitu kutengwa kuwa kitakatifu. Mfano, taifa la Israeli walikuwa wanaitwa ni taifa takatifu la Mungu. Hata leo wanaitwa hivyo, si kwa kuwa ni wasafi, bali kwa kuwa wametengwa kwa ajili ya Bwana. Sema amen. Yaani tunaambiwa fungu la 10 ni takatifu kwa ajili ya Bwana, kwa sababu imetengwa mahususi kwa ajili ya Bwana. Sema amen. Kwa mfano, mtu akasema ninatoa hii simu kwa ajili ya huduma za kanisani, inakuwa ni takatifu kwa ajili ya Bwana. Sema amen. Tunaelewana. Lakini upo utakatifu wa kutakaswa, wa kuoshwa, wa kufanywa upya na Bwana. Sema amen. Sema amen. Ukienda Israeli, labda hujanielewa, lile linaitwa ni taifa takatifu la Bwana, lakini mule kuna watu wanaishi, wengine ni wapagani, wala hawataki huyo Yesu unayesema wewe, wala hawamkubali. Wapo na ni Waisraeli, lakini lile taifa ni taifa takatifu kwa Bwana. Tunaelewana? Kwa hiyo kuna utakatifu ule wa kutengwa na kuna utakatifu ule wa kufanywa upya. Sema amen. Kwa hiyo utakatifu ambao ninazungumza hapa ni utakatifu wa kufanywa upya na kufanywa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ninazungumza na watu waliookoka, na hii ninazungumza na watu ambao walifanywa kuwa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukiangalia mahali ambapo tumejenga msingi wa somo letu kwenye kitabu kile cha Ufunuo, tutaona wakati ambapo Bwana alikuwa anazungumza na makanisa 7. Wengine wanakwenda mbali, wanasema makanisa 7, yani ile namba 7 ni namba ya ukamilifu. Kwa hiyo alipokuwa anazungumza kwa habari ya makanisa 7, alikuwa anamaanisha anazungumza na kanisa kwa vipindi vyote, au alikuwa anazungumza na kanisa lote kwa ujumla, kwa kuwa wakati ule kulikuwa kuna makanisa mengi, lakini Bwana akasema na makanisa 7 yaliyokuwepo pale Efeso. Sema amen. Lakini baadhi ya wanazuoni wengine wanasema makanisa 7 ni vipindi 7 vya kanisa. Wakapiga hesabu ya hivyo vipindi, na kipindi hiki wanasema ndicho kipindi cha mwisho. Kwa hiyo unaposoma Biblia kwa muktadha huu, kile kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 3, unapoanza kusoma ule mstari wa 14, utakutana na kanisa la mwisho Bwana kusema nalo lilikuwa ni kanisa la Laodikia. Sasa tukasome, alafu tupate kuendelea na somo letu. Nitatumia tafsiri ya Kiswahili kipya, kwa hiyo usishangae kinatofautiana kidogo na cha kwako. Hiki kimelainishwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hakina tofauti na hicho cha kwako, ila utaona kuna baadhi ya sehemu maneno yamewekwa tofauti. Anasema hivi: kwa malaika wa kanisa la Laodikia andika hivi: mimi niitwaye Amina, shahidi mwaminifu wa kweli, ambaye ni chanzo cha viumbe vyote alivyoumba Mungu, nasema hivi: nayajua mambo yako yote, najua kwamba wewe si baridi wala si moto. Afadhali ungekuwa kimojawapo, baridi au moto. Basi kwa kuwa hali yako ni vuguvugu, si baridi wala moto, nitakutapika
wewe unajisemea mimi ni tajiri, ninajitosheleza, sina haja ya kitu chochote, kumbe hujui kwamba wewe ni mnyonge, unahitaji kuhurumiwa, maskini, kipofu, tena uko uchi, na kushauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri kweli. Tena afadhali ununue pia vazi jeupe, uvae na kufunika aibu ya uchi wako. Nunua pia mafuta ukapake machoni pako, upate kuona. Mimi ndiye mwenye kumwonya na kumrudi yeyote ninayempenda. Kwa hiyo uwe na budi na kutubu. Sikiliza, mimi nasimama mlangoni na kubisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia nyumbani kwake na kula chakula pamoja naye, naye atakula pamoja nami. Mstari wa 21, mshindi nitamjalia kuketi pamoja nami juu ya kiti changu cha enzi, kama vile mimi mwenyewe nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu juu ya kiti chake cha enzi. Aliye na masikio basi na ayasikie yale Roho analoyaambia makanisa. Baba mtakatifu, wewe unaweza Bwana kusema na watu wako kupitia neno lako ambalo ni rema baada ya kuwa logosi. Bwana wa majeshi, Bwana uwafikie watu wako. Roho Mtakatifu useme na kanisa lako, nami mtumwa wako Bwana unitumie kama vile upendavyo. Ninaomba damu ya Yesu, damu ya agano jipya, iwe kinyume na kila madhabahu za kuzimu, iwe kinyume na kila connection ya kuzimu na maajenti wote wa kuzimu, na kila rada za kuzimu zikazimwe kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, ninakusanya kusanyiko hili mbele zako likapate kusikia kutoka kwako, likiwa chini ya ulinzi wa damu yako na nguvu yako ya kutisha, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila mwenye imani aseme amen. Sema amen. Ili kanisa la Laodikia ambalo ni utabiri wa kipindi hiki cha mwisho ambacho sisi tunaishi, Bwana aliwaambia kina Petro, tazama anaja upesi. Wakati anawaambia tazama anaja upesi, imepita miaka 1900 na zaidi. Sijui tunaelewana lakini ni neno ambalo aliwaambia tazama anaja upesi. Tunaelewana watakatifu? Tunaelewana watakatifu? Bwana Yesu asifiwe. Watakatifu, tunaelewana? Hiki kipindi ambacho Bwana alikuwa anasema na hili kanisa la Laodikia, lilikuwa ni kanisa lilikuwa na nguvu kiuchumi. Katika mji wa Laodikia ulikuwa ni mji wa kibiashara. Kwa hiyo hili kanisa lilikuwa linamiliki uchumi mkubwa sana. Kwa hiyo kwa kuwa walikuwa wanavaa vizuri, kwa kuwa walikuwa na nyumba nzuri, kwa kuwa walikuwa na magari, kwa kuwa walikuwa na control uchumi wa ule mji, wakajidhani ya kwamba wao wana nguvu. Wakaanza kuacha mambo ya adili, wakaacha kufuata mambo ya utakatifu, wakadhani wamejitosheleza. Ukisoma utaona namna ambavyo wao walivyokuwa wanajisemea. Walikuwa wanajisemea hivi kwamba mimi ni tajiri, mimi nimejitosheleza, anasema sina haja ya kitu. Ndivyo walivyokuwa wao wanajigamba. Hawakuwa wanaona kuna umuhimu wa kuwa na connection na Roho Mtakatifu. Hawakuwa wanaona kuna umuhimu wa kuishi maisha ya hofu. Hawakuwa wanaona kuna umuhimu wa kumwona mwingine ni bora kuliko wao. Hawakuwa wanaona umuhimu wa kumtegemea Yesu, kwa kuwa walikuwa na fedha, kwa kuwa walikuwa na uchumi mkubwa, kwa kuwa walikuwa wanajiweza, walikuwa wanakula wanachotaka. Tofauti na mwenzangu na mimi, unakula unachopata. Walikuwa wanakula wanachotaka. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana atusaidie sana.
Jamani, Bwana atusaidie sana. Tunaelewana watakatifu? Lakini mbele za Bwana hawakuwa wanaonekana kama vile wao walivyokuwa wanajidani. Mbele za Yesu hawakuwa wanaonekana kama vile wao walivyokuwa wanajigamba. Mbele za Bwana walikuwa wanaonekana tofauti kabisa. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Na kumbe hali yao halisi ya kiroho ilikuwa kama vile ambavyo Bwana alikuwa anawaona. Sasa twende pamoja, kaandike pointi ya kwanza. Mbele za Bwana walikuwa wanaonekana kuwa ni vipofu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Hawakuwa na uwezo wa kutambua mambo ya kiroho. Hawakuwa na uwezo wa kuyaona mambo ya kiroho. Wale Wafilisti walipomkamata Samsoni, waliona kitu cha kwanza cha kudestroy ni macho yake. Kitu cha kwanza cha kuharibu ni macho yake, kwa kuwa macho ndiyo nuru ya mtu. Sema amen. Sema amen. Biblia inamtaja mwenye dhambi kuwa ni kama kipofu. Huwa haijui anakoelekea, japo yeye anakwenda, kumbe anakwenda shimoni. Kipofu hawezi akaendesha gari. Sijui tunaelewana? Hawezi akailetea jamii maendeleo. Hata wewe hauwezi ukamtegemea baba yako kipofu atakusomesha. Ni lazima utaona baba ana mikono sawa, ana miguu sawa, ana akili sawa, lakini haoni kwa kuelekea. Hawezi akaona fursa. Sema amen. Sema amen. Hawezi akaona hatari ambayo iko mbele yake. Hawezi akaona jema ambalo liko mbele yake. Bwana atusaidie sana. Jamani, Bwana atusaidie sana. Hawa jamaa wakati wao wanajiona wana nguvu, Bwana anawaambia ninyi ni vipofu. Hawakuwa na uwezo wa kuyatambua na kuyatafsiri mambo ya kiroho. Kwa hiyo mambo ya kiroho yalikuwa yanawapiga chenga. Na mimi nataka nikuambie, vita ambavyo vipo vinaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Usipotambua mambo ya ulimwengu wa roho, usipokuwa na ufahamu wa neno la Mungu, usipokuwa na ufahamu wa neno la Yesu, usipokuwa na ufahamu juu ya Roho Mtakatifu, ni kipofu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama kuna kitu Mungu atusaidie kanisa la leo, ni shida ambayo walikopo nayo hawa watu wa Laodikia, na wakawa wanajidhani kwamba wako salama. Mungu atusaidie. Nasema Mungu atusaidie leo. Nasema Mungu atusaidie leo katika jina la Yesu aliye hai. Lakini jambo la pili, Bwana alikuwa anawaona wako uchi. Sijui tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Ufunuo kinayataja matendo mema kuwa ni mavazi. Inasema naye yule bibi harusi amepewa kuvikwa kitani safi, na kitani safi ni matendo mema ya watakatifu. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo anapomwambia kwa habari ya kuvaa nguo, na anapomwambia kwa habari ya kuonekana uko uchi, hakuwa na matendo mazuri mbele za Bwana. Kwa hiyo kanisa hili wakati lina matendo ya ajabu ajabu, hata kama walikuwa wanavaa kanzu, hata kama walikuwa wanavaa suti, hata kama walikuwa wanavaa nguo za kifalme, hata kama walikuwa wanavaa nguo na kusifiwa na wanadamu, umependeza, umetokelezea, lakini mbele za Bwana walikuwa wanaonekana wako uchi. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani kuvaa kama tunavyovaa leo mbele za Bwana sio kuonekana umevaa. Ukitaka kuonekana umevaa mbele za Bwana,
ni kuwa na matendo safi katika jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo hili kanisa lilikuwa halina matendo safi. Matendo yake hayakuwa yamenyooka. Maisha yao yalikuwa na kona kona. Maisha yao yalikuwa na ujanja. Hayakuwa thabiti mbele za Bwana. Mtu mwenye imani aseme amina kwa Yesu. Hebu sema amina kwa Yesu. Na hii ni shida ambayo inatupata kanisa la leo. Bwana atusaidie sana. Nasema Bwana atusaidie sana. Sisi ndo watu tunaoishi kwenye kipindi ambacho ni hatari kupita kipindi kingine chochote. Kipindi hiki ambacho Yesu anaweza akaja muda wowote. Kipindi hiki ambacho sisi tunajihesabia haki. Kipindi hiki ambacho tunapenda kukosoa wengine ili sisi tujisikie vizuri. Kipindi hiki ambacho hatujali masuala ya wokovu. Sijui tunaelewana. Kipindi hiki ambacho mchungaji akikuonya unahama kanisa. Kipindi ambacho kanisa halitaki kabisa kuonywa kwa habari ya dhambi. Kipindi ambacho kanisa linataka kusikia tu pokea gari, pokea nyumba, pokea mume, pokea mke. Kulikuwa na kipindi ambacho Israeli walipitia kama hicho. Wakawa wanataka kusikia maneno laini. Hawakuwa wanataka kusikia Mungu anapowaonya. Lakini pale Bwana Yesu anasema yule ninayempenda ninamrudi, yani ninamuonya na ninamwadhibu. Ukiona unakosea alafu unasifiwa, huyo anayekusifia ndo muuaji wa kwanza. Mbona mnanikasirikia? Ninasema ukiona unatenda dhambi na rafiki zako wanakusifia, hao marafiki hawafai katika jina la Yesu aliye hai. Sijui unanielewa? Tupo kwenye kipindi cha hatari. Kipindi ambacho walokole wanataka waishi wanavyotaka. Hawataki kuishi kama inavyowapasa. Kipindi ambacho ukihubiri dhambi kanisa lako na baki na watu wawili. Ukiwa unaoonya watu kwa habari ya dhambi wanakimbia, wanataka tu vitu laini. Mzee Magala, hiki ni kipindi cha hatari. Mimi nasema tena na nasema mimi mbele za Bwana. Hapa tunafanya kazi ya kushirikiana na mzee Unaeli. Lakini siku ukakuta mimi mchungaji Tadei nimesimamia kanisa, nimepewa na Bwana, mimi ndo mchungaji kiongozi. Ukija kanisani kwangu uwe unao hakika unakwenda mbinguni. Hautaki kwenda mbinguni usifike. Nataka siku nikikwambia kaka hiyo haijakaa sawa unasema ndio mchungaji. Nikwambia dada hiyo haijakaa sawa unasema ndio mchungaji. Sio nikwambie dada hiyo na hiyo sio sawa unatengeneza vikundi mnaanza kunipiga vita. Bwana Yesu atusaidie sana. Mimi najua hii kazi kuna kutoa hesabu mbele za Bwana. Sijui unanielewa? Yesu ananiambia Tadei, nilikupa washirika 10 kwa spidi uliokuwa nayo na kwa miaka ulioishi ilikuwa inatakiwa uwe na washirika 1000. Wako wapi? Namwambia Baba hawa hapa. Sema amen. Sio Bwana aniambia nilikupa washirika hawa na hawa, lakini ukawaharibu kwa kuwabembeleza wakaishi na kuloea masuala ya dhambi. Yaani leo kuna watu wanataka wakae kanisani wawe na nyumba ndogo alafu tusiseme. Tukisema wanahama kanisa. Ninakutangazia katika jina la Yesu aliye hai, hatutamuonea haya mtu yoyote. Ninatangaza mbele za Bwana, hatutamuonea haya mtu yoyote anayeliharibu kanisa la Bwana. Na Bwana yuko pamoja nasi akisema asiyetaka kutubu nitamtapika katika jina la Yesu aliye hai. Ninahubiri ujumbe ambao Mungu amesema na mimi kwenye mwezi huu. Sema amen. Mungu akanionyesha mwanamke mmoja anafua mavazi.
akawa anayafua yale mavazi, na kuna vazi moja ambalo huyo mtu ambaye nguo zake zilikuwa zinafuliwa alikuwa anapenda kulivaa zaidi lile. Yule mwanamke akawa analichoma moto kabisa. Nikawa najiuliza ni nini maana yake. Mungu akawa ananifundisha ili vazi ambalo huyu baba alikuwa anazoea kulivaa sana ni mazoea. Kwa hiyo mazoea Mungu anataka yateketezwe kabisa katika jina la Yesu aliye hai. Bwana amenituma kuliambia kanisa litakase mavazi yake katika jina la Yesu aliye hai. Ninatangaza tena katika jina la Yesu, Bwana amenituma kuliambia kanisa lifue mavazi yake katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen kwa Bwana. Hii ni oda kutoka kwa Bwana. Sema amen. Hawa watu wa Laodikia wakawa wao wanajihesabia haki. Twende kwenye pointi nyingine ya tatu. Walikuwa maskini. Bwana anawaambia wewe unajiona tajiri, lakini wewe ni maskini. Walikuwa ni maskini wa rohoni. Hawakuwa na vitu vya kiroho, hawakuwa na ufahamu, hawakuwa na utajiri, hawakuwa na mwanga wowote wa kiroho. Mungu anawaambia ninyi ni maskini, ingawaje mnajiona kuwa ni matajiri. Ninyi ni maskini wa rohoni. Hata vikiinuka vita vya kiroho, hata ukitegwa na shetani kiroho, anakuangusha kwa sababu haujui kutofautisha sauti ya Bwana na sauti ya shetani. Ukisikia sauti kwenye ulimwengu wa roho, unakimbia, unasema ni Bwana. Nataka niwatangazie ya kwamba hata shetani anasema kwenye ulimwengu wa roho. Hili kanisa lilikuwa haliwezi kutofautisha sauti ya Bwana na sauti ya shetani. Ni maombi yangu mchana wa leo, Mungu akakupe sikio linaloweza kuelewa sauti yake katika jina la Yesu aliye hai. Mtu mwenye imani aseme amina kwa Bwana. Hiyo ni muhimu sana. Utakimbia, utatoa nabii ambazo hazipo. Hakuna nabii inayopingana na neno la Mungu. Na ukituletea unabii tunakwenda kufananisha na neno la Mungu, ni sahihi au unatoka kwako au ni Bwana asema, Bwana asema. Wengine mtapotea sababu ya maneno Bwana asema. Tunaelewana watakatifu? Tunaelewana? Hao wakawa ni maskini kiroho, lakini wakionekana kimwili walikuwa wanaonekana ni majamaa giant, lakini kiroho walikuwa wepesi. Shetani akifanya vita nao alikuwa anawaangusha. Dhambi ikija inawaangusha, lakini wanaonekana wako very smart. Inaonekana kama ni vijana wa kiume wa wakati huo ama wa hilo kanisa, wakitegwa tu na mdada wameanguka. Ni wababa wakitegwa tu wameanguka. Siku moja mtu akanipa ushuhuda, nikasema mimi huo tungegombana katika jina la Yesu. Huo tungegombana. Tungegombana. Eti wewe nimetoka kuoga, nimeingia nikamkuta dada yuko chumbani, eti akaniambia sijui usipofanya napiga kelele nitatoa kisu. Yani wewe usiniletee ujinga wako, mimi ni kazini. Yani wewe piga hata ukunga na kutoa na panga utasahau katika jina la Yesu aliye hai. Usilete mchezo. Yani uingie kwenye chumba changu halafu una kanga yako moja. Wewe yani natafuta panga liko wapi? Unanijua, unanisikia? Unaleta mchezo. Eti kidogo anakuja anasema eti kwa hiyo hivyo nikaona tu nifanye. Yani unakula kofi. Unazini kirahisi namna hii. Ni kwa sababu rohoni alikuwa mwepesi, lakini angekuwa mzito rohoni niangemtazama tu amwambie dada, ninakuapisha kwa jina la Bwana wa majeshi, toka katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Bosi eti anakutishia kama wanafunzi wangu wanachuo. Lecturer anakutaka nitakuja kuwalaani siku moja. Yani sio nitawalaani wasiende mbinguni, ila nitawafuta kazi kabisa wasikuwepo. Kwa jina la Yesu tunasomesha watoto wetu kwa pesa. Lecture kaoe. Uwe na mke wako nyumbani, sio unakuja kusumbua watoto wetu. Na kabinti kanakubali, niliona hata nifelisha. Toka shetani katika jina la Yesu aliye hai. Kanisa la Laodikia walikuwa ni wepesi. Dhambi ikija inawachota na wanadhani ni hekima. Bwana Yesu atusaidie sana. Pointi nyingine,
Bwana anawaambia walikuwa ni wanyonge. Inafanana hii hapo juu, walikuwa ni wanyonge, walikuwa ni wanyonge. Yani walikuwa ni wanyonge, wadhaifu kabisa kwenye ulimwengu wa roho, wadhaifu kabisa. Walikuwa hawana afya kiroho, walikuwa hawapati lishe ya kiroho, hawana neno la Mungu ndani yao. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Nataka nikwambie, kanisa ambalo halina lishe ya kiroho, utabeba vila vitu. Unajua, nasema tena, unajua wapo baadhi ya watu ambao fikra zao zimekufa. Wanafikiri tunapopiga vita mafuta na chumvi sijui na kunyoa nywele za wapi, hata tunaonea wivu wale jamaa. Hakuna mtu anamuonea mtu wivu, ila neno la Mungu likipindishwa tunalinyoosha katika jina la Yesu. Ndio maana yake tupo. Sema amen. Sema amen. Ukijikuta dada una kichupa chako cha mafuta ya upako, yani wewe ni dhaifu kiroho, wewe ni mnyonge. Ukijikuta una machumvi sio kutoka Israeli, una nywele za utosi sijui na za wapi, unakwenda kuvuka nazo kwenye kisima, wewe ni dhaifu. Sijui tunaelewana? Hawa watu wa Laodikia utakuta walikuwa wanaingia kanisani lakini wamechanjwa chale. Wanaingia kanisani lakini wanakwenda kwa waganga, wanachanganya Mungu na dhambi. Bwana anasema ninyi mmekuwa vuguvugu, yani Yesu kidogo, dhambi kidogo. Bwana anasema huo ni unafiki wa hali ya juu. Anawaambia wachague moja. Kama wanataka Yesu wakae kwa Yesu, kama wanataka shetani waende kwa shetani. Na mimi nasema kama Bwana asemavyo, manzesebi, kama mnataka Yesu baki na Yesu, kama mtaki Yesu madisko yako kule, msipoteze muda. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Tena wamewaletea karibu hapo TikTok, yapo karuke debe kule. Bwana hataki mtu vuguvugu. Kama unataka dhambi, nenda kwenye dhambi, tusichanganyane. Sema amen. Sema amen. Kama unataka Yesu, kaa hapa. Na ukikaa hapa tukikwambia hiyo sio sawa, unasema ndio katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Sema amen. Yani nyie vijana, siku mchungaji anakuambia sikilizeni vijana, kuongozana vijana wa kiume na wa kike wawili haina ushuhuda, unasema amina. Sio unasema mchungaji mieyusho. Sio mchungaji mieyusho, unaishi kwa nidhamu. Sema amen. Sema amen. Tukisema kijana wa kiume ni marufuku kwenda kwenye geto la wadada, ni marufuku katika jina la Yesu. Sema amen. Tukisema wadada ni marufuku kwenda kwenye mageto ya vijana wa kiume, unasema amina. Sema amen. Hata kama kaumwa, wapo marafiki wa kiume watakwenda kumtembelea, sio wewe. Sema amen. Tunaelewana? Tunaelewana? Huo ndio utakatifu. Biblia inasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mtu akiwaangalia ninyi anaona ninyi ni tofauti na wale watu wa dini. Sio mtu akiwaangalia anaona mbona bora hata wale watu wa dini. Bwana Yesu atusaidie. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Wangapi wapo tayari kumfuata Bwana? Ujue ukikosea tutakuonya katika jina la Yesu. Sema amina. Usije ukatutishia ukasema wewe Tadei, unajua wewe ni dogo. Mimi sio dogo, mimi ni mtumishi wa Mungu. Sema amena. Sema amen. Tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya mwisho, Bwana anasema walikuwa wanaonekana ni wenye mashaka, hawakuwa na imani thabiti. Hii inafanana tena na ile pointi tuliyotoka. Walikuwa ni wenye mashaka, lakini wao walikuwa wanajiona wana nguvu. Bwana anawaambia ninyi ni wenye mashaka, hamlitumaini jina la Yesu, mnatumaini chumvi. Ninyi ni wenye mashaka, mnatumaini vifaa vya kiroho na mnajua kuvipamba kweli. Kweli ni vifaa vya kiroho, lakini ni agizo la Bwana. Ni agizo la Bwana. Asa mbona mnanikasirikia nyewe watakatifu? Ni agizo la Bwana au hamuelewi kama ni la Bwana au sio la Bwana? Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana.
Mungu anasema hawa ni dhaifu, hawa ni wanyonge, hawa ni wenye mashaka. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini sasa nini kifanyike ili tuweze kuishi maisha matakatifu? Nataka tuangalie kwa haraka mambo ya kufanya, alafu tukaombe kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, Bwana anaagiza, jambo la kwanza ni kununua kwa Bwana dhahabu iliyo safi ili upate kuwa tajiri. Angalia kitu Bwana anawaambia ninakuagiza kwenye mstari ule wa 16 bila shaka. Mstari wa 16 pale. Anasemaje kwenye mstari? Kwenye mstari ule wa 16. Anasema basi kwa kuwa hali yako ni vuguvugu. Hapana, wa 18. Na kushauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa na utajiri wa kweli. Angalia kitu cha kwanza ambacho Mungu analishauri kanisa la Laodikia ni wanunue kwake dhahabu iliyo safi. Anapozungumza dhahabu iliyo safi, anamaanisha wanunue kwake imani iliyo safi. Maanake kinachojaribiwa ni imani yako, na imani yako inapojaribiwa na ukazidi kustahimili, unang'ara kama dhahabu. Sema amen. Anaposema ununue, kununua ni kubadilishana. Kwa hiyo anaposema ununue ni anamaanisha ujikane. Sema amen. Sema amen. Ni uchague kumtegemea Yesu. Hawa jamaa walikuwa wanategemea mali zao. Hawa jamaa walikuwa wanategemea utajiri wao, walikuwa wanategemea umaarufu wao, walikuwa wanategemea elimu zao. Lakini Bwana anawaambia wanapaswa kumtegemea yeye anayewapa imani thabiti ambayo hata wakipita kwenye majaribu hawawezi kuanguka. Imani ambayo hata kama wakijaribiwa wanazidi kung'ara katika jina la Yesu. Wakikashifiwa wanazidi kung'ara katika jina la Yesu. Wakitegwa wanazidi kung'ara katika jina la Yesu. Dhambi iwe mbele yao, wanaishinda kupitia hiyo imani. Bwana analiagiza kanisa leo tununue kwake, tumtegemee yeye, imani iliyo safi katika jina la Yesu aliye hai. Anasema huo ndo utajiri na sio zile mali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wananielewa hapa? Kuna watu wananielewa? Jambo la kwanza anawaagiza wanunue. Yaani kununua ni kugharamika, ni lazima ujikane. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Anasema wakanunue kwake dhahabu iliyo safi. Sema amena. Ili wapate kuwa matajiri. Ni matajiri wa rohoni. Sema amena. Sema amena. Hiyo imani ambayo watainunua kwa Bwana, hata kama wakijaribiwa hawataanguka katika jina la Yesu. Kwa hiyo Bwana alikuwa anataka wamtegemee yeye tu katika jina la Yesu aliye hai. Kweli kanisa lilikuwa limeacha habari za kumtegemea Bwana. Tunaelewana watakatifu? Manzese B, tunaelewana? Jambo la pili alikuwa anawaambia kununua mavazi meupe safi ili wapate kusitiri utupu wao. Na mavazi meupe ni matendo mema ya watakatifu, sawasawa na Ufunuo 19 ule mstari wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma pia kitabu kile cha Efeso, kama kuna mtu mmoja anaweza akatusomea kitabu kile cha Efeso sura ya 2 na ule mstari wa 10 na Efeso 4:24. Lakini soma tu Efeso 2:10, utaona pale kwamba Mungu aliyaumba matendo mema ili tupate kuishi kwa hayo matendo. Kwa hiyo kitu ambacho Bwana Yesu alikuwa anawaambia hao watu wa Laodikia, kitu ambacho Bwana Yesu anasema tukanunue kwake, ni tukanunue matendo mema. Yani ni tukayavae matendo mema ya utakatifu, ni tukayavae matendo mapya ya utakatifu, matendo ambayo yanamfanania Bwana. Kusema kwetu, kuenenda kwetu, maisha yetu yakamfananie Bwana. Watu wakitutazama kule kazini, watu wakitutazama kule mitaani, wakamwone Yesu kwenye maisha yako. Watu wakikuona waone Yesu kweli yuko pamoja na wewe. Bwana anaagiza kanisa ya kwamba tukanunue kwake matendo mema katika jina la Yesu aliye hai. Ni maombi yangu mchana wa leo tukaombe Bwana akatuwezeshe
kutembea katika matendo mema katika jina la Yesu aliye hai. Matendo mema ni vazi. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kuna mtu amepata hiyo Efeso? Hiyo Efeso. Nilisema Efeso 2:10 na mmoja afungue. Kaka Tito fungua Ufunuo. Fungua Ufunuo 19:8. Alafu mwingine nani atasoma? Upande huu nataka changamkia fursa. Nani atasoma upande huu? Soma binti yangu. Soma kitabu cha Efeso 2:10. Soma kwa sauti katika jina la Yesu aliye hai. Rudia kwenye mic tafadhali. Efeso 2:10 inasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Umesikia? Matendo mema ambayo Mungu aliyatengeneza ili kwamba tupate kwenda nayo. Matendo mema ni vazi, mwana Manzese B. Matendo mema ni vazi la kanisa. Kaka Tito. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Matendo, kitabu cha Ufunuo. Cha Ufunuo 19 sura ya 19 mstari wa 8 nitasoma. Naam. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'alayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Mungu akubariki sana. Tunaona kanisa likawa limepewa kuvikwa kitani safi, ambayo kitani safi hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitu ambacho Bwana Yesu alikuwa analiambia kanisa na anasema na kanisa leo ni tukanunue kwake matendo ya haki. Ni tukubali kuyaacha matendo yale ya giza, matendo yenye lawama nyingi, matendo ya sirini, matendo ya vificho. Na mimi nataka nikwambie, usije ukajidanganya hakuna anayekuona. Wapo wanaoandika kila matendo unayofanya ni anakuwa ushuhuda pale mbele za Bwana. Ile siku ya mwisho utashangaa na utasema nilikuwa ninaingia kanisani, lakini Mungu atakwambia mwanangu, sio mimi, soma matendo yako yale pale. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa ile siku ya mwisho kanisa litaonekana limefaa kitani safi, ambayo ni matendo mema ya haki ya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pointi ya mwisho ni kununua kwa Bwana dawa ya macho. Sawa Anawaambia kununua kwa Bwana dawa ya macho ili wapate ya kujipaka ili wapate kuona sawa sawa. Dawa ya macho ambayo Bwana alikuwa anawaambia wakanunue kwake ni neno la Mungu, ni kushika neno la Mungu, ni kujaa Roho Mtakatifu, ni kuongozwa na Roho Mtakatifu ili wapate kuona sawasawa kiroho, ili wapate ufahamu wa kiroho, ili waweze kutawala katika ulimwengu wa roho, wapate kuenda wakiwa na ufahamu wa kiroho, wapate kutembea kama watu wanaojitambua. Bwana alikuwa anawaambia waje kwake, wajifunze neno lake, waje kwake, wapokee Roho wake Mtakatifu ambaye ndiye dawa ya macho. Anasema Daudi kwenye Zaburi ya 119, neno lako ni taa ni mwangaza wa miguu yangu, kwamba mwangaza unaleta nuru kwenye macho. Ni neno la Bwana ambalo linaleta nuru, na Roho Mtakatifu ambaye anayapa hayo macho uwezo wa kutambua na kuona, wa kutofautisha kati ya hiki na kile. Mtu mwenye imani aseme amina kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pale mwishoni alikuwa anamalizia, anasema yule ninayempenda ninamrudi. Lakini akasema tazama nabisha mlango, mtu akinifungulia nitaingia kwake, mimi nitakula naye, naye atakula pamoja nami. Lakini mwishoni anasema yule atakayeshinda nitampa kuketi pamoja nami kwenye kiti changu cha enzi, kama vile ambavyo mimi nilishinda na Baba yangu akanipa kuketi pamoja naye kwenye kiti chake cha enzi. Na mtu ambaye hatabadilika, Biblia inasema ya kwamba Bwana atamtapika katika jina la Yesu. Ni maombi yangu kwamba mchana wa leo tukaombe rehema mbele za Bwana, tukamwambie Bwana tunayatakasa tena mavazi yetu,
tunayabadilisha matendo yetu. Tuko tayari kuyaacha yale matendo ya giza, yale matendo ya ujanja, na tupo tayari kununua matendo yako. Tupo tayari Bwana kununua mavazi yako. Tupo tayari Bwana kununua dawa ya macho, ili Bwana ukatupe kuketi pamoja na wewe katika kiti chako cha enzi. Ni maombi yangu mchana wa leo, mtu mwenye imani, hebu asimame tukaanze kusema na Bwana. Ninaomba praise kwenye madhabahu ya Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anajaribu kuelewa. Kuna mtu anajaribu kuelewa. Kuna mtu anajaribu kuelewa.